Sisi tukiwa kama Tanzania tujue kuwa na mambo kama haya. Afu vijana wengi wameingia tu kwenye mkumbo wa kuiga vitu ambavyo hawavijui. Kwa hiyo sisi tumeathirika kibiashara, maana sisi tufanye biashara ndo tupate matumizi ya kujikimu na familia. Hasa kile kipindi ambacho ndo imetokea ile tatizo, tuko majumbani, hamna kipato kinachoingia na hatukujiandaa na hizi athari zilizojitokeza. Kwa hiyo tulio wengi tuliathirika. Kingine ni kuhusu mzunguko wetu wa maisha, utoke ndo upate riziki. Hasa siku 3 labda uko nyumbani, hatujui kinachoendelea, kutoka barabarani tulikuwa tunaogopa. Kwa hiyo wengi tumeathirika kwa hivyo. Watoto shuleni walikuwa majumbani hawana chakula. Sisi wenyewe tulikuwa tuna pesa za kujitosheleza, za kujikimu kwa hicho kipindi. Maana biashara sisi tunachukua mali kauli, unauza, unamlipa mwenye mali, una faida unaobaki ndo ya kwako. Mimi natoa tu wito kwa vijana, waache tabia za kuiga. Tufanye kazi, nchi yetu ina amani. Unatembea muda wote unaotaka kutembea. Lakini siku ngapi hizo tulikuwa tunakaa ndani kama wafungwa. Unatoka nje kwa masaa 12 uko ndani. Kwa hiyo mimi kwa nawashauri tuilinde amani yetu ya Tanzania.